hapa kuweza kutafakari vitu tofauti tofauti. Leo natamani nizungumze na wewe kwa habari ya kitu kimoja ambacho kinaitwa Christology. Christology ambayo ndani ya hiyo Christology nitazungumza na wewe kwa habari ya Bwana na Kristo. Ukisoma kitabu cha Matendo sura ya 2 na ule mstari wa 36, Biblia inasema Yesu amefanywa kuwa Bwana na Kristo. Sasa natamani tupate detail kadhaa kuhusu Bwana na Kristo. Kabla sijafika huko, natamani nizungumze jambo moja. Yesu ni jina ambalo alipewa Yesu, ni jina la kibinadamu ambalo alipewa na wazazi wake, licha ya kwamba alikuwa ni maelekezo ambayo malaika alitoa kwamba utapata mimba, utazaliwa mtoto na utamuita Yesu. Na natamani ufahamu kabla sijaendelea kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kamili, kwa sababu alizaliwa kama wanadamu wengine, akakua, akaishi, alikuwa anakula na alikuwa anasikia uchungu na alikuwa anasikia maumivu, mwisho wa siku alikuwa anatoka na damu. Yote hiyo ni kuonesha kwamba Yesu ni mwanadamu kamili. Kwa hiyo hata jina la kuitwa Yesu, hilo jina tu Yesu, kwa Kiebrania ni Yehoshua, alafu kwa Kigiriki ni Jesus. Sasa hili jina Yesu ni jina ambalo anaweza kapewa mtu yoyote. Lengo la kuzungumza hapa hiki kitu ni kuonesha vile ambavyo Biblia inazungumza kwamba Yesu alipewa jina la kuitwa Bwana na Kristo. Kwa mara ya kwanza alifanyika hivyo, alikuwa anaitwa hivyo, alikuwa kwenye dimension hiyo Yesu. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa Yesu Kristo, hilo jina Yesu maana yake Mwokozi, Savior, Mwokozi. Sasa Yesu baada ya kushinda vyote, baada ya kufanya vitu vyote vile, Biblia inazungumza akapewa cheo. Cheo gani? Cheo hicho cha kuitwa Bwana na Kristo. Bwana na Kristo. Ndio maana ukisoma Wafilipi sura ya 2 na ule mstari wa 10 na 11, Biblia inasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Kumbuka, tunaposema jina la Yesu maana yake ni Mwokozi, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Maana yake Yesu Kristo amepewa vyeo hivi, amepewa cheo cha Kristo na amepewa cheo cha Bwana. Sasa Kristo ni nini? Ambao kwa Kigiriki ni Christos, kwa Kiebrania ni Mesaya au Mesia, mpakwa mafuta. Kwa Yesu Kristo ni Mwokozi aliyepakwa mafuta. Kwa tunapolitumia jina la Yesu Kristo, maana yake tunatumia mamlaka ya Mwokozi aliyepakwa mafuta. Na hapo kuna kitu kingine kipya, anazungumza ya kwamba Bwana asema kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Manake Bwana ni mtu mwenye mamlaka, authority. Ndio maana kuna wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wanasema Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha. Bwana mkubwa manake mtu ambaye yuko juu ya vyote, anayejua vyote. My Lord, Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa anasema kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana.
Mwokozi, mpakwa mafuta ni mtawala. Kwa hiyo hiyo ndiyo concept ambayo natamani uweze kuifahamu na uweze kuijua. Kitu ambacho nitamani uweze kukijua